Watu wengi kwa sasa hapa nchini Tanzania wakisikia kitu kinaitwa maandamano, wengi wamekuwa wakijaa uoga na wengi wamekuwa wakijaa hasira. Ni kwa nini? Kuna watu ambao walipoteza ndugu zao tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mpaka leo hawajapata ndugu zao. Kuna wengine waliuawa bila sababu ya msingi wakiwa majumbani kwao wakati hawakuwa katika maandamano. Hicho kinatia hasira. Lakini kuna wengine wanauoga kutokana na kile ambacho kilitokea mnamo tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Sasa kumekuwepo na maneno au taarifa zinasambaa mitandaoni kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 kuna maandamano ya nchi nzima, ambapo maandamano hayo yatafanyika kwa ajili ya kuweza kudai ndugu waliouawa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, na pia kutaka serikali iwajibishwe na kuwajibisha wale waliohusika na mauaji ya ndugu na jamaa waliouawa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji, kutokana na tetesi hizo au taarifa hizo ambazo zimekuwa zikiibuka katika mitandao ya kijamii, kumekuwepo na matamko kutoka kwa viongozi mbalimbali wa serikali na wanaharakati mbalimbali na watu mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Sasa hapa tutaanza kukusogezea kile ambacho wameweza kukisema viongozi na wanaharakati kuhusiana na maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Tukianza hapa, tutaanza na hiki ambacho ameweza kukisema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, ambapo amesema kwamba tutatumia nguvu ambayo haijawahi kutumika kulinda amani ya jiji la Dar es Salaam. Sasa nikinukuu baadhi ya maneno hapa ambayo ameweza kuyaongea Albert Chalamila katika mkutano huo, alisema kwamba nimeona pia kwenye mitandao baadhi ya watu wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa yetu. Kwa bahati mbaya sana, nguvu inayotumika katika kulinda amani wakati mwingine inakuwa ya kawaida sana. Nimeona pia kwenye kikao hiki nije niwaeleze kwamba nguvu zitakazoendelea kutumika kulinda amani pengine haijawahi kutokea wala kuonwa katika kipindi chote, na pengine kuna wengine wanadhani kuna nguvu ishawahi kutumika mahali. Kwenye kikao hiki nataka niwathibitishie yalikuwa ni majaribio ya kutumia nguvu kulinda amani. Hayo aliweza kuyaongea mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akizungumza tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2026 na wenye viti na watendaji wa mitaa na kata kwenye ukumbi wa kitaifa wa kimataifa wa mkutano wa Julius Nyerere. Sasa tukiachana na hiki ambacho ameweza kukisema Chalamila, twende moja kwa moja kwa huyu mwanaharakati Mwandambo. Yeye aliweza kuwaonya watu kwamba wanaotaka kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7 waache. Lakini tukiachana na huyu Mwandambo, twende moja kwa moja kwa Kenani Kiongozi, ambapo huyu ni mwenezi wa chama cha CCM au Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Yeye alinukuliwa akisema kwamba tumesikia Chadema wamepanga maandamano, baadaye wasilaumu serikali. Yani kwamba yeye anahakika kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndicho kilichopanga maandamano hayo. Na tunakumbuka kwamba jeshi la polisi liliwaita baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwenda kuwahoji kuhusiana na hii kauli ambayo aliweza kuitoa Kenani Kiongozi kwamba Chadema wanapanga maandamano. Kuna baadhi ya viongozi waliitwa au walipewa wito wa kuweza kufika kituo cha polisi, na tuliweza kumuona Boniface Jacob, ambapo huyu ni mwenyekiti kanda ya Pwani kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Boniface Jacob alimaarufu kama Boniai aliitwa na jeshi la polisi na akaenda kuhojiwa.
na tuhuma alizojiwa nazo zilikuwa ni hizi tuhuma za kuweza kupanga mipango au mbinu za maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tukiachana na hiki ambacho ameweza kukiongea Kenani Kiongozi na hiki ambacho ameweza kukiongea mwanaharakati Mange Kimambi, yeye anasema kwamba maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 ni ya nchi nzima. Lakini tukiachana na Mange Kimambi, twende moja kwa moja kwa waziri mkuu Bwana Mwigulu Nchemba, ambapo yeye anataka haki na uwajibikaji hapa nchini. Lakini tukienda kwa Wasira, huyu ni makamu mwenyekiti wa chama cha CCM. Yeye amesema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amekomesha ufisadi. Hapa sasa unaambiwa kwamba la kuambiwa changanya na kwako, au maneno ya kuambiwa changanya na ya kwako, alafu utapata jibu. Ni ufisadi gani ameweza kukomesha? Wasira ndiye anayejua. Lakini tukija kwenye hili tamko la mwisho, ni kuhusiana na waziri mkuu ambacho ameweza kukisema kwamba watekaji na wasiojulikana ni hatari kwa usalama wa taifa au usalama wetu. Kwa nini kasema hivyo? Nadhani sasa ni wakati wa kwenda kumsikiliza Askofu Benson Bagonza akiwa amechambua au akiwa ameweza kufafanua na kuweza kufanya analysis ya kauli zote hizi ambazo nimeweza kukusogezea hapo, na ukaweza kuzisikia kutoka kwa watu mbalimbali ikiwemo viongozi na wanaharakati na viongozi wa serikali, viongozi wa vyama na wanaharakati. Sasa twende moja kwa moja tukasikilize hiki ambacho ameweza kukisema Askofu Karikawe Rwakalinda Benson Bagonza. Yeye alianza kwa kusema kwamba tunazuia maandamano kwa kuyahamasisha. Yeye anauliza swali, alafu akamaliza kuweka kimoji cha watu wanatoa jasho, kingine kinacheka mpaka kinatoa machozi. Lakini akasema kwamba nitangulie kutangaza msimamo wangu. Siungi mkono maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026 na siamini kama yatatokea au yatafanyika. Lakini B, akatoa msimamo wake mwingine kwamba hata yakifanyika siungi mkono matumizi ya nguvu. Sasa hapa baada ya kusema au baada ya kutoa misimamo yake hiyo miwili, akaja hapa na kutupa sababu ni kwa nini ameona atoe misimamo hiyo miwili ya kutokuunga mkono maandamano na ya kutokuunga mkono matumizi ya nguvu kupita kiasi endapo maandamano hayo yatafanyika. Sababu ya kwanza aliyoitoa ni kwamba yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 ni aibu na hasara kwa kila mtu na kila kundi. Walioimba isitokee tena waimbe tena sasa. Lakini sababu ya pili akasema kwamba nimekuwa nikiombea nguvu za viongozi wetu zipungue na hekima iongezeke. Kiongozi anayejielewa hutumia hekima, lakini mtawala hutumia nguvu. Hapo akamaliza sababu yake ya pili, akatoa sababu yake ya tatu, akasema kwamba kabla ya Oktoba 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, watu wengi walijikaanga kwa matamshi yaliyoacha ushahidi wa nia yao. Naona wameanza tena, na wafiche nia zao hata kama wana lengo la kuweza kufanya wasemacho. Hiyo ni sababu ya tatu. Sababu ya nne akasema kwamba kwa sasa wanaozuia maandamano ni kama wanahamasisha maandamano, na wanaohamasisha ni kama wanasukuma mlevi. Makundi haya mawili yanahitaji kuzungumza bila kutishiana na kukamiana. Hiyo ni sababu ya nne. Sababu ya tano akasema kwamba ninaposikiliza nagundua sababu za maandamano si uchaguzi tena, wala kilichotokea tarehe 29 mwezi wa 10. Ni kero nyingi, ni kukata tamaa, ni ubabe wa vyombo vyetu, ni rushwa, ni wasiojulikana
ni wasiojulikana walioachwa waitese nchi, ni kubezana katika muungano, ni ucheleweshaji wa haki na umma kukosa mtetezi. Matumizi ya nguvu hayatatui hizi kero zote. Hiyo ni pointi au sababu ya 5. Lakini sababu ya 6 akasema kwamba mikutano ya waziri mkuu inafunua aibu ya taifa. Serikali iko likizo muda mrefu. Twaweza kumbeza, tusikubaliane na waziri mkuu, lakini tujilazimishe kuona yanayosemwa mikutanoni. Atafanya peke yake mpaka lini? Akiacha watu wakaandamana na yeye ataamuru matumizi ya nguvu? Hiyo ni sababu ya 6 ambayo ameweza kuitoa Askofu Benson Bagonza. Lakini sababu ya 7 hapa aliyoitoa ni kwa nini aungi mkono maandamano na ni kwa nini aungi mkono matumizi ya nguvu kupita kiasi endapo maandamano hayo yatatokea. Sababu yake ya 7 akasema kwamba tumezingirwa kila upande, ndani akukaliki na nje akufikiki. Risasi za Oktoba 29 hazikubagua dini, itikadi wala uchumi wa watu. Ninachohisi ni kwamba walioua walificha familia zao kwanza, ndipo wakaenda kuua. Hawakuua tu, walijua hata kama wanatembea. Walijiua hata kama wanatembea. Hiyo ni sababu ambayo ameweza kuitoa na ni sababu ya 7. Sasa sababu ya 8 akasema kwamba vyama visifanye siasa ili vyombo vifanye ulinzi. Kwa sasa vyombo vimeshika hatamu. CCM imeshika tama. Wapinzani wanakubalika bila kukubaliana. Nje ya siasa za vyama ni udikteta mpevu. Hata ndani ya CCM hakukaliki. Hiyo ni sababu ya 8. Na sababu ya 9 akasema kwamba kama ni kweli dola inaongea na Lissu, basi mashtaka yamebadilika na kuwa ya kisiasa. Sio mwaini tena, ni mwanasiasa, hata kama wasiasa wengine ni waini kuliko yeye. Siasa hufanyika jukwani, si gerezani. Mnachelewesha utulivu wa nchi ili mpate posho. Hiyo ni sababu ya 9. Na sababu ya 10 akasema kwamba kama wanaharakati wanashawishi vijana kuandamana, basi na nyie washawishi wasiandamane. Hata Wajaruo wanajua kinyume cha kushawishi ni kubaka. Kaeni mshawishiane, msibakane. Mwisho, hii ni wiki ya kuweza kujadili bajeti ya taifa. TRA wakae chonjo, hawana mtetezi. Serikali inataka vyote, kodi na kura. Kuziba pengo la wafadhili ni jasho. TRA inatumikia mabwana watatu. Watumikiwi kirahisi: mfanyabiashara, serikali na tumbo la mkusanyaji. Usi mgongano bali ni vita. Huku kwenye halmashauri zetu ni mwendo wa kuongeza kero: tozo za ugoro, nyasi za kulisha sungura, kuni za kupikia gongo, tozo ya choo, tozo ya mahari ya mke wa pili na ushuru wa mazishi. Nani katuroga? Hapo ndipo alipomalizia Askofu Benson Rwakalinda Bagonza. Na mimi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ninakuachia hapo uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Lakini nikisema hapa ni kusomee maoni ya baadhi ya watu, utapatwa hasira, kwa sababu ni watu wameweza kutoa hisia zao za moyoni mpaka
unaona kwamba kilichosemwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kinakatisha tamaa. Nitakusomea baadhi ya maoni ya wadau watatu hapa, alafu nitakuachia wewe uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Tuanze na huyu wa kwanza. Huyu anaitwa Faustine. Faustine anasema kwamba mkuu wa mkoa anasahau kuwa tarehe 29 Oktoba aliongea utumbo kama huu na matokeo yake ikawa kama amehamasisha. Hawa watu hekima hawana hata chembe, alafu eti alikuwa ni lecture, tena mwalimu wa Kiswahili. Inaumiza na inahuzunisha sana. Hivi viburi vya madaraka huwa vina mwisho, na mwisho wake ni mbaya. Wajifunze kuchuja maneno kabla ya kuweza kuongea, na ikiwezekana kabla ya kuongea waombe ushauri wa nini waongee. Mungu ayumo mioyoni mwao. Huyo ni Faustini. Lakini Jackson akaja kusema kwamba ngoja mimi ni komenti kwenye hiyo namba 2. Je, baba askofu, umesahau kuwa tuna chama tawala kinachotutawala na hatujapata bado chama kinachotuongoza, chama kiongozi yani. Kwa hivi sasa tuna vyama viwili vikubwa, kimoja kinalipa wananchi ili wahudhurie mikutano yake, kingine kinalipwa na wananchi wanapohudhuria mikutano yake. Nadhani kiongozi ufuatwa, alafu mtawala uamrisha. Huyo ni mtu wa pili. Lakini tukienda kwa mtu wa tatu ni Marius. Marius anasema kwamba shida ni kwamba bado viongozi wetu hawajifunzi na kilichotokea mnamo Oktoba 29. Wakati ule walitumia sana ndimi zao kuweza kutoa vitisho kwa waandamanaji, lakini bado yakatokea yaliyotokea. Swala sio kutumia nguvu ambayo haijawahi kutokea, bali ni kutumia busara ambayo haijawahi kutumika ili kuweza kutatua changamoto zinazofanya watake kuandamana. Kwa kipindi hiki tutasikia matamko mengi sana, maana kila mtu atatoa vitisho vyake pasipo kukumbuka kuwa hayo yalitolewa sana tu ile Oktoba. Lakini je, watu walisikia? Sasa hivi kila mtu akipewa kipaza sauti na akiwa mbele ya kundi la watu, basi anajitamkia lolote linaloibuka kichwani mwake. Kila mmoja ni msemaji wa mtoa matamko siku hizi. Huyo ni Marius akawa amemaliza. Lakini Ramadhani yeye akasema kwamba askofu, mimi na kuheshimu sana, hata kama mimi ni Muislamu tena mtu wa kutoka Kongo, napenda sana hekima ya uandishi wako. Mungu akupe umri mrefu sana. Huyo ni Ramadhani kutokea kule katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kuna Vatis JR hapa anasema kwamba hii nchi haina uwajibikaji. Ukioji unaonekana mchochezi na unapotezwa, ukikaa kimya unaumizwa pia. Nadhani mkuu wa mkoa anachochea kama mwanzo alivyofanya, na hakuna wa kumwajibisha, sababu hata mahakama anaiona hipo chini yake. Tanzania ni yetu sote, haki ni sawasawa na amani. Lakini kuna mtu wa mwisho hapa, na huyu ndio atakuja kutufungia upande wa comment section, na tutakuachia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Tutaenda moja kwa moja kwa huyu ni Domitian. Domitian anasema kwamba leo kwenye huu jumbe wa baba askofu sikutaka kuchangia chochote, ila nilitaka kuona baadhi ya wale ndugu zetu wao wana maoni gani kuhusu hili andiko la baba askofu. Ila kwa bahati mbaya wameingia mitini, naona labda wameshindwa kumwelewa baba askofu, hasa pale aliposema kwamba aungi mkono wanaotaka kuandamana, lakini akasema pia hata kama hayo maandamano yatafanyika aungi mkono kutumika kwa matumizi ya nguvu kuyazuia. Naomba
msikimbie mada, isomeni kwa kurudia hata mara 10. Mbona nyepesi kuielewa? Tunaomba komenti zenu ziwe fupi fupi. Domitian akawa amemaliza kutoa kile ambacho alikuwa anataka kukitoa. Sasa nadhani mtazamaji na mfuatiliaji wetu mmeweza kusikiliza kwa umakini na mmeweza kuelewa ni kipi ambacho kimeweza kuongelewa katika hiki ambacho ameweza kukiongea Askofu Benson Bagonza. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali.